Mtoto yoyote alozaliwa ana haki ya hakika. Mmemsikia anavyoniuliza huyu mtu, anasema je, mtoto wa nje ya ndoa? Na mimi kila saa nimekuwa nakataza mambo haya. Kuna kitu kinaitwa tabriru dhambi. Semeni tabriru dhambi. Yaani kuipakapaka mafuta dhambi, kuiremba ili isionekane kama sio tatizo. Akisema mtu mtoto wa nje ya ndoa, yani mipango lazima ndoa nayo itajwe tu hapa, yani na ndoa nayo imetajwa kidogo. Hakika ni kwamba ni mtoto wa zina. Ni mipango ya kuepusha neno zina. Halinogi. Bwana huyu mtoto wa nje ya ndoa. Ni mtoto lakini wa nje ya ndoa. Ndoa imetajwa hapa. Tabriru dhambi. Hata uzinifu. Sikia bwana, unaona yule jamaa anatembea na yule binti pale, wanatembea. Yule anatembea na yule binti pale, anatembea. Wanatembea. Anayekwambia wanatembea hakwambii wanatembea kuelekea wapi. Wanatembea. Hasemi bwana wale wanafanya uzinifu, wanatembea. Bwana unajua miaka ya nyuma, wengine anakuambia miaka ya nyuma nimewahi kutembea na yule binti yule. Nilitembea naye yule. Bwana, ulitembea naye mlikuwa mnaenda wapi? Ni kukwepesha neno zina. Je, mtoto wa zina ana haki ya kufanyiwa hakika au sio? Kila mtoto aliyezaliwa Uislamu na wazee wa Islamu anayo haki ya kufanyiwa hakika. Nani afanye hakika? Kuna mama yake. Mama yake asimamia hakika ya mwanawe. Huyu baba aliyezaa huyu mtoto kwa uzinifu hana nasaba naye, imekatika nasabu kati ya huyu mtoto na huyu baba, na kuna mambo yamezuiliwa kabisa wasifanyiane. Yani kama ni mtoto wa kike marufuku kuwa wali, kuozeshana, na haiwezekani kurithiana, au sio? Lakini huyu mtoto wa zinaa anarithi huyu kumrithi mama yake. Mtoto wa zinaa anarithi na harithi. Hiyo lugha mmeielewa? Mtoto wa zinaa anarithi na harithi. Anarithi kumrithi mama yake, kamwe hatomrithi baba yake. Nasabu imekatika. Nasabu imekatika. Kwa hiyo huyu mama amfanyie hakika mwanawe, hala hamna tatizo. Umenifahamu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Naam baba. Amezini na mtu sio Muislamu. Wallahi sikusikii babangu. Yani zinaa imefanyika, mwanaume Muislamu, mwanamke sio Muislamu, mtoto kazaliwa, hakika atafanya mama yake. Ananiuliza huyu bwana, zinaa imefanyika iliyomleta huyu mtoto duniani, lakini wafanyaji wenyewe baba Muislamu, huyo mwanamke kafiri, sio Muislamu. Je, huyo mwanamke ambaye si Muislamu amfanyie hakika yule mtoto? Yani utaona maswali hili kama linalenga kwenye kuwa aachwe asifanyiwe, yani tunakwenda mfanyie, utapata kheri. Kama haitokenda kwake utakuwa umepata kheri. Mtume Muhammad anasema isna al-ma'rufa fi ahlihi wa fi ghairi ahlihi, fa in sadafa ahlahu fa huwa ahluhu wa in lam yusadif ahlahu kunta anta ahla au kunta anta ahluhu. Tenda wema, isna al-ma'ruf, fanya wema. Uo wema mfanyie anayehusika na asiyehusika. Wafanyie wema watu wote. Ikiwa wema wako ukampata huyo anayehusika, yani mtu muafaka na huo wema, umempata mtu muafaka. Ukifanya wema kwa asiyehusika, ule wema unakuwa kwako mwenyewe. Sura yake umeijua? Yani ukifanya wema hujapoteza. Unaweza ukapita njiani ukamkuta ombaomba anaomba, kumbe kafiri na ni mlevi, na ukimpa anakwenda kuvuta bangi. Hayatokei mambo hayo? Hujapoteza. Madhali umekosea umempa asiyefaa, huo wema huo mwenyewe ni wewe ulioufanya, na Mungu atakulipa.
Wallahu a'lam. Namba nauliza juu ya swala la viatu. Mara nyingine inaweza ikaletwa jeneza bwana, tena yenyewe jeneza inakaa kwenye mkeka, huku nyinyi mnasimama nje kwenye vumbi, lakini kwa kutokujua unakuta lazima uvue viatu ndio uswalie. Pale napo tunaheshimu nini? Sio hapo tu, kaburini, tena makaburi yetu haya kuna mbigili, kuna mavyuma, lakini vua viatu ndio naingia kaburini. Pale napo heshima iko wapi? Kwa yule maiti au kwa lile kaburi? Huyu bwana huyu ana mambo mengi sana huyu Mzee Pazi. Mzee Pazi, umejiuliza mwenyewe na tayari umejijibu mwenyewe. Umesema wakati mwingine tunasalia maiti tena nje kwenye mchanga, lakini kwa kutokujua ndo tunavua na viatu. Umesema mwenyewe kwa kuto, tayari jibu. Alivua mtu kiatu kwa sababu hajui kwamba nikisali na kiatu changu sina makosa. Kwa hiyo umejibu mwenyewe mzee. Anayejua na anajua viatu vyake havina najisi havui, lakini viatu havina najisi na umevivua kwenye swala ya maiti, ni kwa sababu ya jibu lako ni kwa kuto. Na kushukuru baba, umeuliza na umejibu mwenyewe. Wallahu a'lam. Sawa. Mzee anauliza hivi, swala ya jeneza ni dua. Sasa kwa kuwa ni dua tu, naweza nikaswali bila udhu? Baba yangu, jawabu, sio swala ya jeneza tu, swala yote unaoswali ni dua. Hata hii Aisha swala, wasemaji wasome as-salatu lughatan ad-du'a. Swala maana yake ni dua, swala yote. Soma Qur'ani baba, na wewe unajua Qur'ani, sura ya 9 baba yangu inaitwa Tauba, aya namba 113, na hii ndio aya ilikuja kufaradhisha zaka. Mola anasema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim. Chukua hapa, wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Mola kamwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khudh min amwalihim, Muhammad chukua mali zao. Zaka sio iombwe, zaka ikachukuliwe. Umefahamu? Alotimiza kiwango cha kutoa zaka haendi kuombwa. Qur'an sema khudh min amwalihim, chukua mali zao. Sadaka ni zaka hiyo. Tutahiruhum wa tuzakihim biha, zaka yao itawatoharisha, itawasafisha. Au wewe Muhammad utawatoharisha ukichukua zaka yao. Ukishachukua ile zaka ya mtu, kisha wasalli alaihim, waswalie. Swala hapo umeiona baba? Wasalli alaihim bimaana ud'u lahum, waombee dua. Kumbe kuswali ni dua, sio swala ya maiti tu. Swala zote zile kuswali ni kitu gani? Je, naweza nikaswali bila udhu? Amesema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna allaha la yakbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawaddaa. Mtume anasema Mwenyezi Mungu hakubali swala ya yoyote kati yenu akiwa hana udhu mpaka afanyeje? Inna allaha la yakbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawaddaa. Mola hapokei, hakubali swala yoyote miongoni mwenu kama hana udhu mpaka afanyeje? Atawadhe. Sasa kwa sababu wewe ni mwanachuoni nishakujibu, shanielewa? Wallahu a'lam. Swali la mwisho, karibu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh. Kuna mfuatiliaji hapa anauliza, Shekhe,
naomba kuuliza, ukiolewa na ujauzito hukumu yake ipoje, na mtoto atakuwa wa ndani ya ndoa? Mfuatiliaji namshukuru, katupeleka kwenye ndoa hivi sasa. Mfuatiliaji huyo hivi sasa katupeleka kwenye nikahi. Najibu hilo kuwa swali la mwisho, na hasa kwa kuwa liko nje na yale tunayoyazungumza. Je, nikiolewa na ujauzito, hiyo ndoa inaswihi? Na yule mtoto ambaye nimeolewa na mimba yake atakuwa wa ndani ya ndoa? Jawabu, ukiolewa una mimba na hii mimba ni ya huyo anayekuoa, yani anayekuoa ndiye ambaye kampa hiyo mimba, kauli kubwa sana ya elimu, ndoa sahihi. Tukisoma kauli ya ndugu zetu madhhabi ya Ibadhi, ndugu zetu wa Ibadhi, ndoa batili. Kila mtu aliyetangulia kuzini kwanza na mwanamke, huyo mwanamke kawa haramu yake, ndoa batili. Jumhur na sada Shafiia, aliyempa mimba mwanamke halafu sasa anamuoa, ndoa sahihi, ndoa imeswihi. Na nitakusomea dalili. Je, yule mtoto naye, mtoto wa zina, si kaanza kuingia tumboni kule kabla ya ndoa? Au swali sikulisikia? Kwani ameingia tumboni baada ya kuoana au kabla ya ndoa? Aliingiaje sasa? Huyu mbona kaingia kabla ya ndoa, alipitaje? Huyu kaingia tumboni kwa zinaa, na hii ndoa itakayofungwa haimsafishi ndiyo awe wa ndoa, anabaki wa zinaa vile vile mpaka kiyama. Ndoa inokuja haimtakasi huyu mtoto sasa atoke kwenye kuwa wa zinaa ahamie kuwa wa ndoa, la, anabaki wa zinaa ila yaumiddin. Na kwa maana hiyo huyu baba huyu na huyu mtoto wa zinaa hawatorithiana kamwe, na kama ni mtoto wa kike hatomuozesha kamwe. Hii ndoa inaswihi kwa nini? Sharia inasema inna zina khatarun wa haramun wa aqdu zawaji khairun wa halalun fala yuathiru alharamu ala alhalali. Uzinifu ni jambo la hatari na ni haramu. Mwenyezi Mungu atulinde na uzinifu. Khatarun wa haramun wa aqdu zawaji, na kufunga ndoa, khairun wa halalu, ni jambo jema na la halali. Fala yuathiru alharamu ala alhalali, hii haramu haiwezi kuwa na ubavu wa kuathiri halali. Haiwezekani haramu ikawa na nguvu ya kuondoa halali. Sharia inasema hivyo. Twende kwenye Qur'ani, twende mswafuni. Qala Allahu Ta'ala, innal hasanati yudhhibna sayiati idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyun hamimun. Mola anasema mambo mema yanafuta mabaya. Innal hasanati yudhhibna sayiati, maovu yanaondoa mabaya. Twendeni pamoja. Uzinifu ni wema, ni uovu? Ndoa ni wema, ni uovu? Wema unaondoa kwa kauli ya Mungu, innal hasanati yudhhibna sayiati, maovu yanaondolewa na wema ukifanywa. Idfa billati hiya ahsanu, ukifanya jambo ovu pale pale fatisha jambo jema zaidi kufanya, ili jema litaondoa lile ovu. Huko ni mswafuni. Twendeni kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume katuambia, na hadithi tunahifadhi sote, anasema ittaqillaha haithuma kunta, ittaqillaha haithuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Mtume anasema muogope Mungu popote utakapokuwa, sio kumwogopa Mungu mbele za watu. Ukikaa peke yako faragha unakuwa kama shetani. Yani ukiwa mbele za watu kalmalakil karim, idha khalauta wahidan kashaitani rajim. Yani shakhsun fi shakhsiyati, kuna mtu bana anakuwa kama kinyonga. Yani ukimuona msikitini walii kuliko yeye hamna, utazani malaika wa mbingu ya 7. Msubiri huko nje uone. Ana matusi, anatukana. Mtu mmoja alisema bwana, usinichezee mimi na matusi kontena 7, halafu 3 ni mpya sijafungua. Ana shida kubwa sana hapa, lakini ana matusi kontena 7. Atbi' sayi'ata alhasana, Mtume kasema fatisha. Ala, baba kafurahi tayari. Wallahi ladhim wafurahi. Atbi' sayi'a alhasana, fatisha jambo baya. Unaona kazi? Fatisha jambo ovu, alhasana, kuleta jema. Ukitenda baya haraka ulete jema, ili jema litafanya kazi. Kazi yake nini? Tamhuha, litafuta lile ovu. Fanya jema upesi sana, lile jema litafuta baya. Ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa hawa walizini, kuzini ni jambo ovu kabisa. Sasa wanafanya ndoa. Ndoa ni jambo jema kabisa. Mtume anasema ukifanya ovu ukafanya jema, lile jema litafuta ovu. Hizi ni hoja, nataka nikupelekeni akilini. Akili pia itumike. Kwa nini? Kwa sababu akili ndio chombo cha elimu. Al-aqlu ya'ul ilmi, akili ndio begi la kubebea elimu. Kama huna akili, elimu haina pa kukaa. Nyinyi watu mmewahi kumuona mwenda wazimu shule? Kichaa anapelekwa shule? Hata hapa tulipokaa, mkimuona mwenda wazimu kaja na naye anataka kusoma, mtamwacha humu? Haraka mtamtoa, sababu usalama wenu ushakuwa mashakani. Akili inasemaje? Hawa watu wameshapendana, hawa mwanamke na mwanamume washapendana tayari, halafu wamefika mpaka kwenye uzinifu tayari, halafu unawahukumu wasioane. Bwana, hawa wasioane hawa. Ikiwa hawaoani, maana yake waendelee na nini? Sasa ni akili kwanza. Tumemaliza msafuni na kwenye hadithi, na akili itumike. Toka hapo hawa wanazini, we unasema ndoa haitoswihi watu hawa. Ikiwa hawaoani, unaruhusu kiendelee kitu gani? Namaliza kumjibu huyo mfuatiliaji. Ikiwa mimba sio ya yule anayetaka kumwoa, ndoa haitakiwi. Yani hufai kwenda kumuoa mwanamke ana mimba ya mtu mwingine. Mtume wetu Muhammad anasema la'ana Allahu man saka zar'a ghairihi, Mwenyezi Mungu amemlani mtu atakayemwagilia mmea sio wake. Mule tumboni sikuna mimba, huo ni mmea huo, na huo mmea sio wako. Kuna mtu kapanda huo mmea, au sio? Wewe ukichukua huyu mke utakwenda mwagilia maji huo mmea, utalaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mola ameweka eda. Waislamu mnajua mwanamke akifiwa na mume au akiachwa na mume wake anakaa nini? Anakaa eda. Miongoni mwa sababu za eda inaitwa bara'atu rahmi. Semeni bara'atu rahmi. Ni utakaso wa tumbo. Anawekwa eda mwanamke ili asije kwenda kwa mwanamke, kwa mwanamume wa pili wakati ana mimba ya mwanamume wa kwanza. Asende na mimba kwa mume mpya, anabidi awekwe eda ili idhihiri ana mimba. Na mmefahamu kama kipindi cha eda haruhusiwi kuolewa, au sio? Mwanamke kwenye eda haruhusiwi kuolewa. Huku ni kwenye halali, kaachwa tu na mume wa halali, hatakiwi kuolewa kabisa kama ana mimba.
mpaka amalize eda yake, inaitwa baraatu rahmi. Huku kwenye halali huku haruhusiwi kuoa, au sio? Kwenye haramu aambiwe mwanamume mwingine aje amoe na ana mimba. Sasa situmike akili, au sio? Utakwenda mwagilia maji mmea sio wako. Maji gani siyajui, maji yao siyajui, mmea gani wallahu a'lam. Allahumma faqihna fi din waftah alaina futuha al-arifin warzuqna ilma al-anbiya'i wal mursalin. Allahumma rabbana akrimna bi nuril ilmi wa zayyina bi zinatil fahmi. Allahumma rabbana akrimna bil fahmi. Allahumma akhrij alaina min ad-dhalali wal wahni. Allahumma zayyin alaina akhlaqana وضح لنا من الأمور ما أشكل علينا حتى نفهم. أنت تعلم ولا نعلم وأنت الأعز الأكرم. اللهم ربنا فاجعل أولادنا في بيوتنا علما ولا تسلط علينا بذنوبنا ظالما وفعل فينا هكذا إلى يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.